katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Basi tukiwa kabisa tumeanza kipindi chetu cha Kwaresima siku za mwanzoni kabisa, na leo ni Dominika ya kwanza ya Kwaresima. Kama tumeyasikiliza masomo yetu kwa makini na tumeyasikiliza vizuri sana, basi utaona kama vile masomo yetu yanalandana ujumbe husika wa Dominika hii ya leo ya mwaka A ya Kwaresima kipindi hiki. Basi tuangalie masomo yetu. Somo la kwanza bila kitabu cha Mwanzo tunaona uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu alimfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Uumbaji wa Mwenyezi Mungu ulikuwa umekamilika na mkamilifu kabisa. Ndugu zangu, kuna kitu hapa cha pekee kabisa. Pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai, ambayo ndiyo roho. Kwa hiyo mtu mkamilifu, binadamu ni mwili na roho. Binadamu ni mwili na roho, lakini kwa namna pekee kuna kitu cha pekee kabisa ambayo ni roho. Roho huyu ndiyo anayetoa uzima. Mwili utakufa, lakini roho hii itaishi milele. Mwandishi anaendelea, ukiendelea katika ile aya ya 15, baadaye hapo Mwenyezi Mungu anawapa maagizo wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa kwamba waitunze bustani na vyote vilivyomo, wavitawale. Lakini kwa sababu mwandishi anataka kutuelezea sasa ni jinsi gani dhambi iliingia ulimwenguni, au asili ya dhambi ni kitu gani, ndio maana anaruka sasa, anaingia ile aya ya 3, anaingia katika ile aya ya 3, anamleta Ibilisi au anamleta nyoka, kwa nyingine shetani. Anaanza tu moja kwa moja, basi nyoka, kiumbe hiki kikawa basi na nini, na mazungumzo na lilotoendelea. Kwa hiyo lengo la mwandishi anataka kutuambia nini? Lengo la mwandishi ni kwamba anataka kutuonesha kwamba somo hili linaelezea kwamba ni kwa namna gani basi tamaa ya mwanadamu ya kutaka kuwa sawa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa ndipo kukawa chanzo ya kila kitu kwenda ndivyo sivyo. Kila kitu kwenda ndivyo sivyo, kwamba ile tamaa ya mwanadamu sasa ya kutaka yeye mwenyewe kujiamulia kila kitu, kwamba tunajiamulia kila kitu wenyewe, kwamba kipi ni chema, kipi ni kibaya. Tunaongozwa na chanzo kikuu kabisa ambacho kilikuwa ni asili ya uovu wote, ambayo ni nini? Tamaa. Ndugu zanguni, ukiangalia hii tamaa hii ambayo wazazi wetu wa kwanza walikuwa nayo, ya kutaka kutokuwa chini, siku zote tunataka kuwa juu, lakini wamesahau kuwa kwamba wenyewe huyu Mwenyezi Mungu ndiye alifanyaje? Ndiye aliyewaumba. Kwa hiyo walitaka kujiamulia wenyewe. Kwa hiyo tunaona basi hiyo ndio hiyo mwandishi anataka kuelezea basi kwa namna gani basi dhambi asili iliingia ulimwenguni, kwamba mwanadamu ameyakataa maagizo ya Mwenyezi Mungu.
amekataa kutii kile ambacho Mwenyezi Mungu alimwagiza akifanye. Tunajihisi basi tayari alikuwa kama vile amefika, tayari amejiona nini, ana kila kitu. Ndivyo hata katika nyakati hizi kwingine tunashuhudia kwamba ile hofu ya Mwenyezi Mungu haipo tena kwa mwanadamu. Mungu ni nani kwetu sisi? Mungu tena tunamwona kwamba Mungu hana nafasi kwenye maisha yetu. Lakini ndugu zangu, niwakumbushe tu kwamba historia inajirudia. Ukiangalia katika historia ya dunia, kuna kipindi ambapo tulipitia nyakati katika ile karne ya 14 na 16, ambacho tulikuwa tunasema ni kipindi cha ufufuo. Ni kipindi kipya, zama zipya, zama za mwamko, kwamba kutokana na kuendelea kwa sayansi na teknolojia, basi binadamu akajikuta kwamba yeye ndio yuko katikati. Man is the center of everything, yani yeye anaweza kuendesha kila kitu. Usituambie tena kuhusu masuala ya Mungu, usituambie tena kuhusu masuala ya maadili. Mimi ndio nitaamua kipi ni kizuri, kipi ni chema, kipi ni kibaya, naamua kukifanya. Kwa hiyo hiyo yote isababishwa na nini? Na tamaa. Na kinachotokea ni nini? Basi tunakuwa na nini? Na kiburi. Ndugu zanguni, tukiangalia tamaa ni kitu ambacho kinakuwa pengine kinatamanisha, kinapendezesha machoni, kinavutia, kinakushawishi. Ndio maana leo hii masomo yetu, somo la kwanza la Injili, unaona linazungumzia kuhusu nini? Kishawishi. Hata tukiangalia katika ulimwengu tunaoishi, ulimwengu ambapo biashara bila matangazo, kwamba ukiweka bidhaa yako, wafanya biashara ni wazuri zaidi, kwamba lazima uibrandi. Yani usipoibrandi kwa matangazo, kwa muonekano, kwamba hili sasa iweze kushawishika, kwamba huduma yako unaotoa inaweza kuwashawishi watu kwa kiasi gani. Kwa hiyo ndivyo ilivyo tunapotazama katika masomo yetu, kwamba vishawishi pengine vinatuvuta, vinavutia. Tumesoma kwamba, angalia tulivyosoma kwamba mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza machoni, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Wapendeza, unatamanika, inavutia. Tunaona kosa la kwanza ambalo linatokana na ile tamaa ya mwili, chakula, marazi, mavazi, kuweza kutimiza mahitaji ya mwili. Lakini tunaweza kutimizaje vile vile? Sasa inatupelekea kuwa na tamaa ya kutaka sasa nini? Ya kutaka kuwa na mali na utajiri na vitu vingine, kumiliki vitu fulani. Ndugu zanguni, tamaa sio kitu kibaya, lakini unatamani nini? Hiyo ni tamaa ya nini? Isije kuwa tamaa mbele alafu mauti, tamaa mbele mauti nyuma. Ndugu zanguni, ni ukweli usiofichika kwamba katika maisha yetu, hasa maisha yetu kwa ujumla, tunapitia changamoto nyingi. Hata maisha yetu tu yenyewe yamejaa mapambano, yamejaa majaribu au vishawishi. Kila mtu kwa nafasi yake. Yaani kuna mahali tu fulani
anapitia jaribu, yaani kuna mahali tu fulani, mahali fulani. Kila mmoja wetu hapa nikimuuliza, kila mmoja wetu kwa namna pekee vishawishi hivi vipo. Kwa hiyo vishawishi au majaribu haya, ndugu zangu, yana umuhimu na faida katika safari yetu, safari ya maisha yetu ya kiroho. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kwanza kabisa majaribu ndicho kipimo cha imani, kipimo cha imani. Kinatuonesha na kinatuambia sisi ni waaminifu au ni watiifu kiasi gani. Pengine inaweza kuja kama mtego, kama mtego. Ni hata ni mashuhuda pia, pengine hata huko makazini mwetu tunakufanya kitu fulani kinatokea, ni kama mtego, wanakupima uaminifu wako. Je, utaendelea? Utabaki? Mipango mbalimbali, mipango unaona kabisa hapa, yaani unaona kuna vitu fulani fulani yani vinakushawishi, lakini ni jaribu hilo. Ukilishinda utakuwa umeitetea imani yako na umesimama kiaminifu, na utaonekana wewe ni nani? Ni mwadilifu. Lakini pia tujiulize, unajua wakati mwingine ndiyo tamu na chungu pia ya maisha, kwa sababu mimi nafikiri yani maisha tu yangekuwa basi ni raha tu siku zote, yani sijui ingekuwaje. Mimi kwa ufikiri wangu mdogo, mimi navyohisi, yani hiyo ndio chungu na tamu ya maisha yenyewe jinsi yalivyo. Yani tupitie mateso fulani, afu tunakuwa na unajua kuna raha fulani hivi ya kwamba kama kitu fulani umekihangaikia na umekinani, kuna raha yake fulani, lakini kio ni namna yangu ya kufikiri, Kwa ndugu zangu, lakini pia inatufanya kuwa wanyenyekevu, kunyenyekea. Na tunyenyekea wapi? Tunyenyekea chini ya mkono wa Mwenyezi Mungu, mkono mwenye nguvu. Lakini zaidi ya yote pia majaribu yanatusaidia pia kujijua sisi wenyewe. Tunajijua sisi wenyewe jinsi tulivyo, udhaifu wetu, kwamba nikinani huku nitaanguka, au moja mbili tatu. Kwa hiyo yanatusaidia. Kwa hiyo ndio umuhimu na faida hizo. Ndugu zanguni, somo la pili Mtume Paulo kwa Warumi anatuelezea kwamba kwa kosa moja la Adamu watu wote walihukumiwa au walihukumiwa adhabu. Kwa hiyo kadhalika pia kwa tendo moja la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba kwa kufa na kufufuka kwake, basi huyu Bwana wetu Yesu Kristo ameyashinda nini? Ameyashinda mauti na dhambi. Kwa hivyo basi mwanadamu kwa namna pekee anapewa chaguo jipya la imani, kwamba baada ya kupokea nguvu kutoka kwa Mungu yenye kumwezesha kumuitikia Mungu kwa kile kipaji cha imani, wanadamu wanaitikia kwa uhuru. Kwa hiyo tuna uhuru wa kuitikia mwito huu. Tuna uhuru wa kukataa na kukubali. Sio lazima, hatulazimishwi. Ndugu zanguni, Mwenyezi Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake, ametupa akili na utashi. Sisi sio sawa na viumbe wengine, kama tulivyosoma katika somo la kwanza, tumeona ni kwa jinsi gani. Kwa hiyo tuna uhuru wa kuchagua. Kwa hiyo ni lazima tuchague vema. Ndugu zanguni, katika kipindi hichi cha Kwaresma tumepewa nafasi ya pekee. Ndio maana hata wimbo wa mwanzo unatualika vizuri kabisa kwamba ataniita nami nitamwitikia, nitamwokoa na kumtukuza.
kwa siku nyingi nitakushibisha. Kwa hiyo ni mwitikio. Ukimwita naye atakuita. Katika mahangaiko yako ukimwita naye atakuitikia. Katika lolote lile ambalo unalifanya ukimwita, ukimtanguliza naye atakuitikia. Ni uchaguzi huu. Tumepewa leo hii tuchague. Tumepewa leo hii tuchague. Hapa tukianza Dominika hii ya leo, Dominika iliyopita ya 6 ya mwaka wa kanisa. Nakumbusha tu ile somo la kwanza la kitabu cha Yoshua bin Sila. Ukizishika amri zangu, kuna 1, 2, 3. Lakini hapa juzi tu tunakumbushwa katika lile somo la Kumbukumbu la Torati sura ya 30 aya 15, katikati ya wiki mfululizo wa masomo na kipindi hiki, Mwenyezi Mungu ametuwekea hapa mauti na uzima, tunachagua. Kwa hiyo machaguzi ni yetu wenyewe. Ametuhakikishia tukimwita tututikia, atatuokoa kwa siku nyingi, sio siku moja kwamba leo nimekufadhili kesho na kuacha. Mwenyezi Mungu sio kama binadamu kwamba leo kesho unaona umezidi sana basi. Anatuhakikishia fadhili zake ni za milele. Basi lazima kunyenyekea. Mwisho wa siku atufanyaje? Atatutukuza. Kwa siku nyingi nitamwokoa na kumtukuza. Lakini na zaidi ya yote ndugu zangu, tunahakikishiwa kwamba atatushibisha. Sio tu wa mkate, lakini atatushibisha. Ndio maana tunaona ujumbe wa kwamba mtu atoishi kwa mkate peke yake, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Atatushibisha, anatuhakikishia hilo. Pamoja na kwamba tunajishughulisha na shughuli nyingi za kutafuta mkate wa mwili, lakini tusisahau tunahitaji pia neno hai la kudumu la Mungu. Neno hai la kudumu la Mungu ambalo kwa hivyo basi kusudi tupate nini? Matumaini na ujasiri wa kuendelea kuishi. Ndugu zanguni, vita, tupo katika mapambano. Mapambano gani hayo? Ni mapambano ya vita ya kiroho. Ndio maana sala nyingi tukizisali kwamba Mungu tusaidie katika kipindi hichi ambacho tumeanza vita. Ndugu zanguni, kwa nini? Nawarudisha kule nyuma. Nimesema akampulizia pumzi ya uhai ambayo ndiyo roho tuliye naye. Binadamu bila mwili na roho hajakamilika, huyo sio binadamu. Kwa hiyo maana tukijishughulisha sana katika kutafuta mkate alafu tukasahau mahitaji ya roho, tunakuwa tunapotea. Kwa sababu gani? Tunakuwa tumepambana na vita ya kimwili alafu tumeiacha hii vita kuu ambayo ndiyo msingi, ambayo ndiyo uzima wenyewe, ambayo ndiyo roho. Zaidi ya yote tuweze kushindwa vishawishi au majaribu. Katika somo la Injili Yesu anajaribiwa sana, kwa majaribu matatu. Anajaribiwa kwa chakula. Unajua, yani Ibilisi au shetani anaangalia wapi anaweza kutupiga, yani kutupigia sisi ni wapi, kwamba kwenye udhaifu wetu sisi anaangalia pale ndio anatupiga hapo. Tukilega tu naye anaweka hapo nani, anaweka nani lake hapo. Anatambua Yesu amefunga siku 40. Huyu Mungu kweli na mtu kweli, ameutoa mwili wa kibinadamu. Huyu sasa Yesu katika uhalisia wa kibinadamu anaona njaa, anafanyaje sasa? Ibilisi anamtokea, anamwambia ikiwa wewe basi badilisha haya kuwa mikate.
anaona tamaa ya mwili sasa, kwamba mwili unahitaji kula, tamaa ya njaa, mwili una njaa, unahitaji kula. Kwa hivyo basi anajua hapa, kwa sababu huyu hichi kiumbe kina njaa, basi nitakipigia hapa hapo, na mimi naweka naingiza mtego wangu, naingiza na mimi jaribu langu. Kwa hivyo nilivyo, ndugu zangu, tusipokuwa makini katika majaribu haya, tutaingia kwenye mtego, na mtego ni mtego wa Shetani. Angalia tamaa ya mwili huu, njaa. Je, tuna njaa ya madaraka? Je, tuna njaa ya namna gani? Ndugu zanguni, lakini pia katika kuangalia majaribu haya, tusisahau pia katika kipindi hichi ambacho tunafanya mazoezi ya kiroho, mazoezi ya kujinyima, tamaa ya mwili. Kwa nini nasisitiza tamaa? Tamaa ndiyo chanzo na asili ya uovu wote, au asili ya dhambi zingine zote, tamaa. Kwa hiyo pia lazima kujisitiri miili yetu, lazima kuzima hii tamaa ya nini? Tamaa ya mwili, ambayo sasa ili kuikamilisha tamaa ya mwili hii lazima inatupelekea mbele zaidi kuwa na tamaa ya kutafuta sasa vitu gani ili tuweze kuwezesha mwili wetu. Kama nilivyosema, tamaa sio kitu kibaya, ila tunatamani nini na tuna tamaa ya nini? Jaribu la pili tunaona ni jaribu hili la kumjaribu. Anaona huyu ni Masia, basi kujaribu kuona uwezo wake ni wa namna gani, Lakini pia ukiangalia jaribu la kwanza la chakula, pengine linaweza kutupelekea kwenye lile jaribu la mwisho, kwamba tazama sasa, wewe na kuhangaika kwako kote, najua una njaa, najua umekataa kujitupa, sasa mimi nitakupa vyote hivi ulivyo navyo, utatuliza njaa yako hiyo ya madaraka, si njaa yako hiyo ya nini, utaituliza. Yani vyote tulivyo navyo. Kuwa na sisi makini na waangalifu, tutajikuta tumeingia kwenye huu mtego, kwamba tutakuwa tena hatuna ile hofu, tupo lazi kufanya lolote ili kuituliza ile njaa. Yaani tupo lazi kufanya lolote ili iweje, hata ikiwezekana kutoa ule uhai wa mtu kwa sababu ya tamaa ya madaraka, kuzima ile njaa, tamaa ya kupata kuwa na nguvu. Kwa hiyo tunaingia katika ile dhambi ya kuabudu sanamu katika nini? Katika moyo, kuabudu sanamu katika moyo. Hiyo basi tunajikuta sasa tuna kutafuta basi huo, kama nilivyosema, utajiri au hela, fedha na vitu vingine, au pengine huku kwa kutokuwa na kuabudu sanamu katika moyo, pia tunajivunia basi kutokana na uwezo wetu au umaarufu wetu, ili tu tuweze kutafuta huo, tunafanya vyovyote vile itakavyokuwa, na hivyo basi natupelekea kuwa na nini? Kuwa na kiburi na ukaidi. Ndugu zanguni, katika kipindi hichi basi tuombe neema
Tuombe neema kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kupitia adhimisho la misa takatifu ya leo, kwamba majaribu haya, ili kwamba kule kufunga kwetu tushinde majaribu na tamaa ya mwili, tushinde tamaa ya mwili, lakini zaidi pia jaribu hili la madaraka, la kutaka kuwa juu, utawala vitu vingine, utawala wengine. Tupende siku zote kujinyenyekesha chini ya mkono wa Mwenyezi Mungu. Lakini pia kuna wakati yawezekana tukawa tunamjaribu Mungu kutokana na jinsi tulivyo, kutokana na vile ambavyo tumejaliwa, kutokana na uwezo wetu. Tunamjaribu vipi? Tunamjaribu kutokana tunakuwa wakaidi, tunakuwa na kiburi, lakini pia tumekuwa vikwazo pengine kwa wengine, na tunawasababishia vishawishi wengine, na wengine pia tunawasababishia majaribu mengine. Ole wake yule ambaye anamsababishia majaribu au vikwazo mtu mwingine. Hivyo basi kipindi hichi tuwajibike, tuwajibike kiaminifu na kiadilifu, kuanzia katika familia, jumuiya, kila ngazi, lakini zaidi ya yote kwa mmoja mmoja katika nafsi yake. Tuwajibike vema katika kipindi cha fursa. Ndugu zangu, tuipokee ni kama vile iwe ni neema ya pekee. Kwa hivyo basi kufunga kwetu, kufanya kwetu majitoleo na sadaka, na zaidi yote usali kwetu, kwamba tupate kuwa na tija na kipindi hichi kikawe cha neema na baraka. Tumsifu Yesu Kristo.